ambako umekusanyisha kila mmoja na mwingine katika hii shule la msingi ya Wanguru, ikiwemo wananchi na vikundi baribari. Baba yetu Mwenyezi Mungu, tunaikabidhi hii serikali yetu na taifa yetu kwa jumla mikononi mwako, ikiwemo mtukufu Rais wa Jamhuri ya Kenya Samuel Arap Ruto, na pia makamu wake wa rais Kithure Kindiki ambaye tuko na yeye siku ya leo, na ni kwa ajili wakaweze kudumisha amani, umoja na udugu katika taifa letu, na pia kupigana na ukabila. Mwenyezi Mungu, tunajikabidhi mikononi mwako, ikiwemo mbunge wetu wa Mwea Mheshimiwa Milly Maingi ambaye ametuletea hii maendeleo ya ujenzi wa hii shule, pamoja na rais wetu. Mungu kabariki uongozi wa tabaka baribari, na pia ukadumishe amani kwa watu wote. Tunaomba ukaweze kutupea mwanzo mwema, katikati na pia utamatisho mwema. Ni katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu tuseme amen. Asante. Kwa walio na nafasi ya kuketi, tafadhali tuketi. Mheshimiwa Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki, Mheshimiwa kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa, Mheshimiwa mbunge wa eneo hili Madam Mary Maingi, viongozi mbalimbali wa kitaifa na wa mashinani, viongozi wa halmashauri ya shule yetu pamoja na shule jirani zilizoko katika eneo bunge hili, wasimamizi wa usalama ambao wote mumefika, mabibi na mabwana. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Naibu wa Rais, tukikukaribisha katika eneo hili la Mwea Mashariki, na kuomba nikukaribishe katika kipindi kifupi cha burudani ambacho utapakuliwa na watoto wa shule hii wakisema karibu tena sana na asante Mheshimiwa Naibu wa Rais. Karibuni sana wanafunzi wetu. Asante, tutawapa nafasi baadaye, lakini nenda mumsalimie Mheshimiwa Naibu wa Rais. Makofi mazuri wazazi kwa sababu ya watoto hawa wazuri. Asante. Kimbimbi Women Group, Kimbimbi Ukweli Group, popote mlipo kwa haraka kidogo. Kimbimbi Ukweli Group, tafadhali kwa haraka kidogo tuwape nafasi wajongee. Asante. Wakiendelea kumsalimia Mheshimiwa Naibu wa Rais, studio tupe kibao tukiwasubiri Kimbimbi Women Group. Studio, nafasi iliyoje jameni, wameweza kuguza mkono wa Mheshimiwa Naibu wa Rais. Makofi mazuri. Asante. Hiki kitakuwa ni kipindi kifupi mno Mheshimiwa Naibu wa Rais.
hawa ni kina mama wa Kimbimbi Ukweli Group wakikutumbuiza kwa kifupi mno. Harakisheni. Karibu sana naibu wa rais, karibu sana. Naibu wa rais, tunakupenda sana uko karibu hapa sana, karibu mulima hey, naibu wa rais sana uko karibu Mwea tumekukaribisha unipe haefa sana uko karibu hapa hey, huyu ni muheshi wetu tunamuita Mere, angalia maendeleo hey, naibu wara karibu sana, ate karibu sana, Wangoi Wangerese karibu sana, Wangoi Wangerese nana Mere uko chonjoe umetuitia Hawaii na karibu mulima na karibu kabisa wewe Mere mainge ngowe katia ate wewe Mere mainge ngowe katia Ndoya ngowe katere ngowe kira ngavetine muthomage Joria wegoyo wakendeke ngowe katia juga ngowe katere ngowe kira evumbi tochatage Asante, makofi mazuri. Asante kina mama, makofi mazuri jameni kwao. Asante, tusije tukamaliza utamu na bado siku ni mbichi. Asante sana. Kwa sasa Mheshimiwa Naibu wa Rais, unikubalie ni muialike mbunge wa eneo hili Mama Mary Maingi akukaribishe rasmi. Wanamwea hoi! Wanamwea hoi! Deputy President tunaye hatuna. Tuna Deputy President hatuna. Anaitwa nani? Mnampenda hampendi? Makofi kwa Deputy President tafadhali. Deputy President, yangu ni machache leo kwa sababu najua uko na mkutano mwingine Nairobi at 4. Nitaongea tu juu ya KEMRI yetu, tafadhali tuongezee pesa tuunde hiyo KEMRI. Nitaongea juu ya mchele wetu. Tupatie kutoka mpunga 85 shillings per kilo, tuongezee iende 100 shillings. Nitaongea juu ya on-farm roads. Zile mabarabara zinakuanga kwa maeka. Tafadhali, najua bajeti iko kuu, lakini anzia na 2 wards only, moja ya east, ingine ya west, na next year ufanye ingine east
Na hivyo tukiendelea hivyo, come 2027 utakuwa umemaliza, si ndio? Nitaongea juu ya mabarabara. Nataka nikushukuru sana kwa sababu najua umeshughulikia mabarabara yetu sana. Nimekuwa nikikusumbua. Hii barabara ya Muthigiti, Karira, Kioria. Hiyo barabara najua contractor amerudi, lakini anaenda pole pole sana. Karira Bridge najua anagojea maji iende chini. Tunataka tukushukuru sana na bwana rais wetu, mtukufu rais wetu, kwa sababu contractor anagojea maji iende chini ndio aude hiyo daraja. So very soon we'll be having the Karira Bridge fixed. Lakini nakuuliza, najua tuko na mashida sana hapa Mwea. Mwea we are a bit left behind. Tuko na 8 wards. Mabarabara yetu ya Maram iko baya bovu. Baya bovu. Nakuuliza, uniongeze hata kama ni 200 million. 100 million ya Mwea West, 100 million ya Mwea East. Na hiyo nitatengeneza mabarabara kwa Maram. Bwana mtukufu naibu wa rais, kuna barabara ingine imesumbua sisi sana, ya kutoka Kembembe inaelekea Kajiji Togonye PI. Hiyo barabara ni kisirani. Kukiwa na mvua haipitiki. Kama hakuna mvua haipitiki juu ya vumbi. Tafadhali tunakuuliza tutengeneze hiyo barabara. Tunakuuliza, tuko na TVET hapa. TVET hiyo tukichukua, nikiingia kwa ofisi ilikuwa na wanafunzi 40. Right now niko na over 700 students kwa Gathigiriri. Mwea TVET iko na over 700 people. Na kuuliza tusaidia kwa hiyo TVET na classes, na vile unaweza kutusaidia kwa hiyo TVET. Asanteni sana. Nataka nimwalike Deputy President akuje aongee na watu wake. Deputy President, uko karibu sana. Haya, Muriaga. Mwea hai. Kirinyaga hai. Muriaga. Nimukenete. Tanjonia ina na moko kana nimukenete. Wa. Simungetwa hii maema tuone hii mikono ni mingi sana hii mikono. Na naona watu wako kwa mahema huko. Hebu nionyesheni kwa mkono tena. Wa. Wacha nishukuru Mere Maingi, mheshimiwa wetu wa Mwea, kwa kutengeneza mkutano mzuri wa watu wetu wa Mwea, watu ambao wanafanya biashara ndogo ndogo. Si namna hiyo? Si namna hiyo? Si hapa kuna watu kila mtu hapa ni mtu ya biashara hii ya chini. Wengine wanauza mchele. Si namna hiyo? Wengine wanauza maembe, wengine ni bodaboda, wengine ni mama mboga. Siku ile tunaomba kura, si tulifika hapa Mwea, tuliongea mambo ya mama mboga, tuliongea mambo ya bodaboda. Sasa tumekuja hapa kwa sababu hatutaki kungojea mpaka siku ingine ya campaign. Ati saa hiyo ndio tunakuja hapa kutafutia bodaboda reflector, kupatia mama mboga sijui nini, apron. Tunataka tutembee na hao saa hii wakati hakuna uchaguzi, ndio siku ya uchaguzi ikifika tuwe timu moja na hakutakuwa na mambo mengi. Nego kana teguo. Niko hapa na tumekuja timu yetu. Mnajua hapa Kirinyaga tuko na waheshimiwa wengine, kuna wengine wameomba apology, lakini tuko na mbunge wa Kirinyaga Central hapa. Juzi nimekuwa pale Ndia, mheshimiwa Ndia pia ameomba apology kwa sababu mimi nitakuwa Ndia Jumatatu, so anatengeneza ground. Mheshimiwa huyu unaona hapa Gitari wa Kirinyaga Central, Mungu akinijalia Saturday nitakuwa Kirinyaga Central.
So we are good. Na sisi saa hii tumesema ni wakati wa kazi. Kuna watu wanataka kutuweka kwa siasa. Ati tupige siasa kutoka uchaguzi mpaka uchaguzi ule mwingine. Mwaka wa kwanza siasa, wa pili siasa, wa tatu siasa, wa nne siasa, mwaka wa tano siasa. Jamani, mnataka tufanye siasa kila siku? Si lazima tushughulikie mambo ya maendeleo? Mimi nataka niseme hivi ya kwamba siku ile tunaomba kura tulisema ya kwamba kuna mambo ambayo siku hiyo ya kiuchumi ilikuwa ngumu kidogo. Kwa sababu nyinyi ni wanabiashara, mnajua ya kwamba bei ya unga wa ugali ilikuwa 230, 240, 250. Tumeiteremsha kiasi, lakini bado haijafika mahali tunataka ifike. But we have a report that 2 years later, bei ya unga imeteremka kidogo, imekuja 150 hapo, lakini tunataka kuisukuma iteremuke ikuje 100 kwenda chini. Si namna hiyo? Na mimi nawahakikishia ile wakati umebaki tutaiteremusha hata zaidi. Petroli ilikuwa 165. No, ilikuwa 217. Tumeileta 165. Lakini bado tungetaka petroli iendelee kuteremuka, na kila mwezi siku hizi mnaona petroli inateremuka shilingi 5, shilingi 3, shilingi 2. Tumeitoa 217. Sasa imekuja 165, 166, na bado tunakazana iteremuke zaidi. Shilingi ya Kenya ilikuwa hafifu, ilikuwa weak. Na unajua kwa wale ambao tunanunua mali kutoka China na mali ingine, kama shilingi iko weak, wale wanaleta ile mali wanatumia pesa mingi ya Kenya ndio wapate dola ya kulipia ile vitu. Kwa hivyo ile bidhaa ikifika hapa kwetu Nguruvani itakuwa bei ghali, kwa sababu wale wanaleta kutoka nje wametumia shilingi mingi ya Kenya ndio wapate dola moja ili walete container kutoka ng'ambo. Kwa hivyo tumeteremusha na tumeweka nguvu shilingi ya Kenya kiasi. Ile dola moja wakati William Ruto amechaguliwa kama rais, dola moja ilikuwa inagharimu shilingi ya Kenya 167, 165. Leo hii kwa zaidi ya mwaka moja dola haijawahi pita 130 kwa shilingi. Iko 128, 127, 129. Tungetaka kuiteremusha zaidi ili shilingi ya Kenya iwe na nguvu kidogo zaidi, ili wananchi wasiumie na gharama ya maisha. The cost of living will come down when the shilling is strong. Hiyo ndio biashara tunang'ang'ana nayo. Najua nyinyi hapa ni watu ya mpunga, ni wakulima wa mpunga, na najua kuna kazi ambao bado hatujatimiza mambo ya mpunga, na tuko njiani. Tumeng'ang'ana na kahawa, tumefika mahali. Tumeng'ang'ana na majani chai ambayo inakuzwa sehemu za juu za kaunti hii yetu ya Kirinyaga na kaunti nyingi za Central. Na kahawa sasa ambayo tuliikuta ati inatoka shilingi 50, shilingi 60 2022, tumeipandisha, na sasa mkulima kwa kilo moja anapata shilingi 120, 130, 140, inasonga ikielekea 150 kwa kilo. Tumeng'ang'ana kiasi. Majani chai ilikuwa shilingi 44, tumeisongesha kiasi, imefika 64 shillings a kilo. Tunataka ifike 100 kwa kilo. Mambo pia ya maziwa. 2022 wakati rais anashika usukani, maziwa ilikuwa inanunuliwa shilingi 33, 34. Tumeisongesha kiasi. KCC inatunulia na shilingi 50 kwa sasa, lakini bado tunajaribu kuisongesha juu ifike 60 ama 70, kwa sababu inawezekana. Mambo ya mpunga, najua kwa sasa
kilo moja mnanunuliwa na 85, na hiyo iko kidogo. Kwa hivyo tunang'ang'ana tuiongeze ifike 90 na ifike 100. And I want to assure you, we will increase the price of rice per kilo from the current 85 to 100 shillings, because that is what will give the farmer minimum guaranteed return kwa mambo ya mchele. Kwa hivyo hiyo mambo ya kung'ang'ana na uchumi ndio unaona tunasukumana nayo. Wakati William Ruto amechaguliwa kuwa rais, mbolea ambao wakulima wengi wanatumia mbolea kukuza mimea yao, mbolea ilikuwa 7,000 kwa mfuko moja wa kilo 50. Sasa hivi imeteremuka, imetoka 7,000 ni 2,500 kupitia ruzuku ya serikali through government subsidies. Kwa hivyo hiyo ndio kazi tumekuwa tung'ang'ana nayo. Inflation ikuje chini kidogo. Inflation per month was around 9.6%, sasa tumeleka 3%. Kwa ufupi, tuko na kibarua cha ziada cha kusukumana na mambo ya uchumi na gharama ya maisha, ili tupunguzie mwananchi aliye chini mashinani uchungu wa kubebana na gharama ya maisha. Nimewaambia mahali tumetoa unga wa ugali na mahali imefika, na nimesema tutaendelea kuisukuma iteremuke zaidi. Nimewaambia vile tumeng'ang'ana na kahawa, bei ipande kidogo, na majani chai, na sasa hivi tunaangazia mpunga, ili pia wakulima wa mpunga wapate mapato zaidi. Kwa sababu wakati wa kampeni tumesema tungetaka kuweka pesa zaidi katika mfuko wa mwananchi. Na hiyo kazi hatukusema tutafanya na wiki moja ama mwezi moja ama mwaka moja. Hiyo ni contract ya 5 years. Na sisi tunajua 2027 wakati wa kura, wakati wa campaign, tuko na mtihani. Tutaulizwa tulisema hii, tutasema tumefikisha wapi. Na ule kiongozi ambaye hana jibu, awe MCA, awe mbunge, awe governor, senator, women rep, hata rais, kama hakuna jibu ni PO Box home. Nema kanatema. Negwo kanategwo. Kwa hivyo sisi ukiona vile tumekazana, kwa sababu tunajua tuko na mtihani hapo mbele. And we are trying our best. I have already told you what we are doing to manage macroeconomic stability and reduce the cost of living to the people of Kenya, especially those at the bottom of the economic pyramid. Vile vile, mnajua ya kwamba hapa Mwea mambo ya stima iko kidogo. Si namna hiyo? Juzi tumeanza rural electrification ya kuongeza idadi ya nyumba ambazo ziko na stima. Lakini mheshimiwa wenu ameniambia ya kwamba, na ameambia rais ya kwamba hiyo pesa tumetoa 476 million haitoshi, kwa sababu sehemu hii ya Kirinyaga, kwa sababu hiyo 476 million ni account mzima ya Kirinyaga, na hapa Mwea ndio constituency ile kubwa, na kidogo imewachwa nyuma kidogo. Kwa hivyo serikali ya Kenya itaongeza milioni 200 zaidi ili kuinua mambo ya stima hapa Mwea na hapa Kirinyaga, kuhakikisha kwamba tumeongeza idadi ya manyumba. Haijalishi nyumba yako ni aina gani. Stima sio starehe ya matajiri peke yao, kila mwananchi anahitaji stima. Vile kwa sababu nimesema report card ya mahali tumefikisha after 2 years, na tuna safari ingine ya 2.5 years. Tunajua ya kwamba kwa sababu ya zile changamoto tulikuwa nazo za uchumi, barabara zetu zilikuwa zimekwama. Na niko na list, hakuna haja nirudie, niko na list ya barabara za Mwea hapa ambazo zimekwama. Zingine contractor wamerudi tu kama wiki 2-3 imepita. Niko na habari nzuri kwa watu wa Mwea na watu wa Kirinyaga. Mungu ametujalia kwa sababu uchumi umeanza kudhibitika kidogo. Sasa tuko na pesa za kukuamua, kujenga na kukamilisha
barabara zote ambazo zilikuwa zimekwama Kirinyaga, Central hii yetu na Kenya mzima. Na hizo barabara tutazikwamisha, tutazikwamua, tuzijenge, tuzikamilishe kabla ya uchaguzi ujao. Mnanisikia? Mnanisikia? So tunajua umuhimu wa barabara. Na tunajua tusipojenga barabara, tunajua nini inatokea pale. Si namna hiyo? Kwa hivyo hiyo kazi ndio tunasukumana nayo, tuhakikishe ya kwamba hizo barabara zimejengwa. Vile vile tulisema ya kwamba tulikuwa tumeahidi pia hawa wanabiashara wadogo wadogo, wanabiashara ambao ni wachuuzi, hawkers, mama mboga, watu ya biashara ndogo ndogo, wakiwemo watu ya bodaboda. Tukasema wale ambao wanafanya biashara yao huku chini mashinani, hawana masoko ya kisasa ya kuuzia bidhaa zao mahali kuna heshima. Mama mboga anapigwa na jua, mama mboga anapigwa na vumbi, mama mboga anapigwa na mvua, jua na vumbi, na vile vile anahatarisha maisha yake akiuza kando ya barabara kwa magari. Na ndio umeona tumeanza program across Kenya ya kujenga masoko ya kisasa. Hapa Mwea tuko na soko kadhaa. Hapa Nguruvani, pale Kimbembe, iko ingine Kivingoti, iko ya Kagio, iko kila mahali katika constituencies zetu. Kenya mzima tuko na soko 400 ambazo zitakuwa na vifaa vya kisasa. Mahali ya wanabiashara wale wako pale kufanyia mikutano yao, boardroom. Mahali ya kina mama wale wanauza pale, mama mboga wako na watoto wadogo, kuna room hapo, special room ya kunyonyeshea watoto wao, na wanarudi kwa biashara yao haraka haraka. Iko ICT hub kwa wanaume na vijana ambao wanataka kuingia kwa mtandao kutafuta biashara. Serikali itaweka hiyo ICT hub, inunue kompyuta, iweke internet. Kazi ya wanabiashara ni kutumia hizo facilities. I want to promise you, nitafanya safari mingi Mungu akinijalia kuja kuzindua hizo masoko, na hatuwezi kungojea ati mpaka 2027, kwa sababu tunajua tusipofanya hivyo sasa wananchi watatuletea kesi huko mbele na hatutawezana na hiyo kesi. Nimurajigwa. Nimurajigwa. Kwa hivyo mimi watu yangu ya Mwea na watu ya Kirinyaga, we understand the importance of those of us in government of working hard every day. Lakini kuna watu wanatuambia maneno ya siasa. Ati tupige siasa Jumatatu, Jumanne siasa, Januari siasa, Disemba siasa. Lakini sisi tunaona tukiingia hiyo laini tutapotea. Tungeomba sisi zote twende wera, vile mwanzilishi wa taifa letu la Kenya Mzee Kenyatta alituambia uhuru na kazi. Akasema ya kwamba kila mtu aende shamba, mwingine aende barabara, aende biashara, tusukume gurudumu ya taifa, tujenge nchi yetu. Siku ya siasa ikifika, tutamenyana wakati wa kampeni na wakati wa siasa. Lakini sasa ni wera, ni wera si wera. Ni wera si wera. Tungangane na kazi. Jumatatu kazi. Si namna hiyo? Jumanne wera. Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Jumaa, Jumamosi, Jumapili kanisa na wera. Ama namna gani? That is our focus. Na sisi, we don't want to be dragged into pettiness. Sisi sio watu ati wa kuanza siasa mpya hapa ya matusi. Viongozi wanashindana na nani anatusi mwingine zaidi ya ule mwingine. We don't have that time. We are men on a mission, men at work, very focused. Na sio ati tunaogopa siasa. Siku ya siasa kila mtu atoe report card yake. Aseme mimi nilikuwa kazi fulani, miaka ngapi, hii ndio kazi nimefanya. Mimi kama naibu wa rais, kazi yangu ni kukuja hapa Kirinyaga, nasikia mahali barabara imekwama, narudi Nairobi natafuta waziri na PS wa barabara na kuamua barabara. Nasikia kuna hapa feeder roads za
Niko niendelee nisiendelee? Kwa hivyo nataka nisimame hapo. Kuna mtu mmoja wawili nataka wasalamiane dakika moja, alafu tutafute pesa ya kusaidia hao wanabiashara ambao wako hapa. Si namna hiyo? Mungetaka nirudi tena hapa Mwea? Nirudi tena? Ya ukweli? Nirudi hapa Mwea? Wacha nione kwa mkono wale wanasema nirudi hapa. Ya pili, kwa sababu nimesema kazi ya Deputy President ni kufuatilia commitment ya serikali kukuamua ikiwa ready, baadaye rais anakuja kufungua. Mungetaka nikisukuma hiyo mambo na hiyo miradi ikiwa complete ya barabara na stima, mungetaka niite rais akuja hapa? Nikaribishe rais? Hebu nione wale wanasema rais amekaribishwa hapa. I think this is good. Hii ni mzuri. Unajua hii ni mzuri. Turudi na yeye. Ni umurenda? Haya, thank you Bono, thank you. Bas, wacha sasa dakika mbili tu, kuna viongozi wawili hapa watatu waseme jambo alafu tumalize. Hawataongea sana. Wapi mbunge wa Kirinyaga Central aonekane? Mbunge wa Kirinyaga Central. Give me one mic. Huyo etawaga choki gitare wapi nduru yake? Asante sana, Your Excellency. Thank you very much. Asanteni sana. Na uwezo wa kwenda kulima huko. Lakini kwa sana Bwana wabariki na wapenda. Ndi muende hata. Bas, Bas, tunaenda kumalizia sasa. Wacha kwa sababu nimesikia kuna basari check hapa kabla hatujapeana check ya basari ambaye ni ya mheshimiwa. Wacha tusalamiwe na leader of majority, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Andũ a Mwea nĩguo mũkumĩrĩte, nĩ kũrĩa guo no maitho mũndũ arona na moko, nĩguo mumĩrire nĩ ũndũ wa bottom. Tũtiamwĩrire bottom up, tiguo twamwĩrire bottom up. Ĩyo twamwĩrire thikĩrĩriai, mũgũthikĩrĩria nĩyo tũkire ũmũthĩ nĩ ũndũ wayo. Nĩ gĩtũmi amewapanga kwa group zenyu. He group cia anake itu cia boda boda, he group cia tumia nginya cia remi, niguo nigetha group-inĩ icio muone support. Thoko icio mwaigua Deputy President akigweta, thoko icio cirakwo nigetha ahũria biashara a Mwea. Wakorwo thoko yakwo haha Ngũrũvani, thoko yo ndikaume mũndũ Nairobi oke ige storo hau. Ndetiguo mutumia kana mwanake wa gũkũ Mwea atuĩke empowered, oke gĩkundi-inĩ one mbeca nigetha ongerere thitoko, akorwo ararĩ wa Mwarĩro, akorwo ararĩ Hũka, one mbeca cia kũiga storo kũ thoko-inĩ icio Deputy President auga. Githĩ tiguo? Twĩ hamwe andũ aitũ. Kwoguo ũmũthĩ oguo Deputy President auga, ũrĩa Wangũi Ngĩrĩci auga, ũrĩa Mĩri atwĩra, tutinoka siasa, si ndio? Najua kuna wengi wangetaka tukuje marumbano ya kisiasa, lakini vile naibu wa rais amesema, we have no time for empty rhetoric and empty politics. Sisi tunataka tuzingatie yale mambo tuliwaambia, sababu wakati tulisema tutawasaidia ili tujikuze kutoka chini kwenda juu, bottom up, hiyo haikuwa empty rhetoric. Na ndio maana rais amezingatia mambo ya masoko, mambo ya kilimo. Githĩ tiguo? Githĩ mwĩrĩ wa Mwea ndari ũhoro wa mũcere? Ndari ũhoro wa mũcere? Githĩ tiguo? Mbeca ciumaga kĩrĩmo-inĩ kĩu kĩa mũcere gũkũ, nĩguo Wangũi atwĩra gũtirĩ taũni economy nene, GDP nene Central gũkĩra Ngũrũvani nĩ ũndũ wa kĩ? Wa mũcere. Githĩ tiguo?
nginya njikarite ndaigua bicuri ikinunga niguo nigetha tutigire murimi ni ona nake mbeca na thoko icio guku tonire ithe gutire muthuri wa guku na ndamuona wa Nice City siko hapa Nice City. It is possible each of our towns Kirinyaga ikuwe na city kama Nice City tukifuatilia ile masoko inafanywa. Therefore your excellency, mimi wacha nikuambie ile kazi mnafanya na rais na mheshimiwa wetu wa hapa Mwea musisitishe, si ndio? Tuendelee kuzingatia mambo ya mwananchi, si ndio? Sababu mwishowe baada ya kila kitu tunasema baada ya miaka 5 tutarudi kwenyu kupiga siasa, na siasa sio marumbano ya kelele na matusi. Ni siasa tuje tuulizane, wewe tulikupea kiti kama mbunge wetu kama Mary, umetufanyia nini? Si tumeona Mary ametoa watoto kwa madarasa makuu mazee hapa. Daigweira hivi ciale cia detention camp neguo. Leo isigithe tirathi Mary atwakeire. Anafanya kazi hafanyi. Ithe ucio tiguo wira twamuthureire. Ginya president, kila kiongozi tutaulizana baada ya miaka 5 kazi gani umetufanyia. Kweli si kweli? Hapa katikati marumbano ya siasa, wale wanataka kufanya, sisi hatuna vita na wao, si ndio? Wale wanataka tushindane na matusi, wao watusiane, sisi hatuna na matusi. Wale wanataka marumbano kwa mazishi na wapi kwa harusi, hatuna shida. Wapigane kwa mazishi, wapigane kwa maharusi, sisi tuzingatie mambo ya mwananchi wa kawaida. Baada ya miaka 5 kila kiongozi akuje na report from here. Niye ndakorowera kwa na irumi, ithe ndigage thirumine. Urio kia korowera wake tamiri ni gwa kairathi, githe ndagayo kamwe irathi. Nimauga deputy president yacoke guku. Aricoka. Atuongerera irathi. Na president yoke. Na akiake administration block. Nigetha nginya cukuru ingirio rami na kabro. Sio ndio mambo? Mwathani amurathime no muthi uguo ndauga tukire nigetha tuteithanie na inyue. Thoko icio cirako icio deputy president auga. Tutigatuike tu ati thoko icio citikona huria biashara aku. Wewe wona mbeca irio kuona gikundi-ini kianyu, Mary amepanga vile naibu wa rais ameahidi wale ambao groups, sababu Mary ametuambia muko sub counties 2. Groups ni mingi. Tuko tayari kurudi tena na tena na tena, si ndio? Ili tuchangie groups mupate pesa ya biashara. Ate biashara yake? Biashara yake? Noe ile mutire yake koyo. Ile ono tombo ke koyo wito. Kana jirani yanyu haha Tharaka-Nithi. Jirani yanyu. Ne wito. Ne wito. Oyo ne wito. Professor ne wito. Kene wito. Ni araigua ria ndirauga. Mutike muonie kando wanyu na moko guo nyone. Thank you. Asante sana Mheshimiwa Naibu wa Rais. Vile nimesema wewe ni wetu, tunakupenda. Nimesikia kila kitu vizuri sababu ya hapo mbele. Nimesikia. Ngeke thiembero hethina. Hethina mwagoge. Tena. Ithe ndakagera go haha. Eh. Akigera haha gatika kiria gutiga.